Okay, wandugu katika Kristo, jambo. Ninayo furaha kwa siku ya leo ya Pasaka ya huu mwaka wa 2026 kuwazungumzia neno moja ambalo limezama ndani ya moyo wangu. Neno hili ni mwanamke na ufufuo. Tukisoma kwanza Zaburi 68 na haya 12, Biblia imesema kama Bwana ametoa neno, na wanawake wenye kulitangaza ni jeshi kubwa. Na tusomapo Mathayo sura 28 haya yake ya 10, Biblia inasema Yesu akamwambia wale wanawake, muende kuambia ndugu zangu waende Galilea, kwa sababu huko ndiko wataniona. Neno linazama ndani yangu ni mwanamke na ufufuo. Mwanamke na maisha ya Kristo, mwanamke na Injili. Nilianza kufanya utafiti kwa ajili ya huduma ya mwanamke tangu mwaka wa 1991. Sasa ni miaka 35 nafanya utafiti huo. Na nimegundua nikiwa na uchungu moyoni kama mpaka leo watu wengi sana wangali wanapenda kublokea wanawake, kuwazuia kufanya kazi ya Mungu amewaita. Na wengi wanasema hata mpaka sasa kama mwanamke hana droit, hana sheria kuhubiri, hana sheria kuwa pastor, kuwa mchungaji, hana sheria kuwa mtume, etc. Na katika utafiti wangu nimeelewa kama watu wengi wanapekua Biblia, wanaitafakari na kukonkludi kufuatana na asili zao, asili za jamaa zao, asili za tribi zao, za kabila zao. Na wengine wanainterprete Biblia kufuatana na tabia za Kiyuda, za Wayuda. Wengine wanafanya exegese mbaya ya Biblia. Wengine wana ingiza text nje ya context yake, na tunaweza kawaida kusema en text and de son context na que pretext. Mazungumzo kidogo niyo nayo kwa ajili ya mwanamke na ufufuo. Ndayasema tu kwa hatua 3. Hatua ya kwanza tu kwa Yesu na wanawake. Ya pili somerema ndasema juu ya Paulo na wanawake. Ya 3 ndasema wakati wa mateso ya Yesu. Ya mwisho ndasema wakati wa ufufuo wa Yesu. Yesu katika huduma yake wanawake walifanya kazi kubwa sana. Aliwainua na aliwatumikisha sana. Na katika Biblia kuna mtu mmoja tu ambaye Yesu alishukuru pesa zake, huyu sadaka yake, alikuwa mwanamke. Katika huduma ya Yesu aliyehubiri wa Samaria ni mwanamke. Yesu alikutana mwanamke kwa kisima. Ule mwanamke walipokuwa wakizungumza, mwisho mwanamke akaelewa huyu ndiye mfalme wa falme. Akavuka mipaka ya nchi, mipaka ya asili zao ambayo ilikuwa nasema mwanamke wewe sema publiquement. Akaenda kuambia Wasamaria, nimemkutana Bwana wa mabwana huko. Na Wasamaria kukutana na Bwana kwa sababu wamepokea injili kutoka mwanamke. Nafasi mbalimbali katika Biblia tunaona Yesu na wanawake, Yesu na wanawake. Na wengine watu walimchukia Yesu wakati waliona wanawake wako pamoja naye wakati wowote. Paulo naye anasema juu ya Faibe, ana kumisa ubi, ana shukuru, anatukuza huduma ambayo Faibe alikuwa akifanya. Tena Paulo anasema juu ya Junia kwa Warumi sura 16 haya 6, anasema Junia, na anasema kama Junia alikuwa ni mtume, pourtant Junia kwa mwanamke alikuwa mwanaume. Sisi sote tunajua mtume ni nani. Paulo mwenyewe anasema mimi niko mtume na huyu naye ni mtume. Tena leo tunasema mwanamke hawezi kuwa mtume, hawezi kuwa pastor, hawezi kuwa mwinjilisti. Tunajua kama huduma ya utume iko moja ya huduma
5 ambazo Biblia imesema katika Waefeso sura 4 haya 11. Lakini Paulo anasema Junior ni mtume sawa mimi. Kama anasema ni mtume sawa sisi, kwa maana leo tunasema wanawake hawezi kuwa watume. Tunaposoma Écrits Joanniques tunaelewa mwanamke ambaye alikuwa pastor wa kanisa ambao alikuwa nikikusanyika nyumbani mwake, na leo tunasema mwanamke hawezi kuwa pastor. Ni shida sana. Tukiangalia wakati Yesu, occupation ya Yesu, wakati Yesu alikuwa nateswa, na mateso yake ni leo vendredi, kufuatana kalendaria yetu ni leo. Sasa jo alikamatiwa usiku na mpaka saa 9 za asubuhi, jogo kuika, Petro kukimbia, na mchana kukamatwa, pigwa mpaka midi, gize kaingia 15h, gize naisha, pazia lekalo na pasuka dio amba na kuendelea. Wakati wa passion ya Yesu, wakati wa mateso ya Yesu, mitume wote walikimbia. Kwanza hawakuona kama vile mateso ya Yesu kwa mwanzo tu, sababu waliona tu ya kwanza ya mateso bwa kwanza hawakuresiste. Juma ile vrai mateso ya vrai mateso ni après joko kuika mpaka 12 bika na mpiga, kuingiza visu, kuingiza mikuki. Wanaume hawakuona ile, walikuwa shakimbia wote, lakini wanawake walikuwa tu pamoja na Yesu mpaka 3h du matin wako pamoja na Yesu. 3h du matin jogo na wika Petro anakimbia, wanawake wako tu pamoja na Yesu, na mchana wote wako pamoja na Yesu. Na Yesu akawaambia musilie. Walilia, walisema hatuwezi acha Bwana wetu mpaka alipokufa 15h. Walisema hatuwezi acha Bwana wetu, ilifo tujue utamubeba wapi. Na walipoenda kuzikwa, waliona mahali ambako wamemuzika, na ndio maana siku ya 3 wakasema twende tumupake mafuta Bwana wetu. Hawangejua kwenye amezikwa, hawangesema twende kumpaka mafuta. Amen. Wanaume wale wa mitume hakuna mwaye wangeenda mpaka mafuta, hata wangekuwa na nia nzuri ya kumpaka mafuta, hata wangenunua mafuta ya bei namna gani, hawangeenda kumpaka mafuta kwa sababu hawakujua mahali ambako walimutia. Lakini wanawake walienda kwa sababu walijua mahali ambako walitia Bwana wao. Tuangalie mambo ilifanyika namna gani hiyo siku. Wanafika kumpaka mafuta, wanakutana amefufuka. Mashahidi wa kwanza wa ufufuko ni wanawake. Ya pili, malaika waliyekutana pale kwa kaburi la Yesu aliwaambia mwende fasi fulani ndiko kumtamuona. Wa kwanza kwenda tafuta aliyefufuka ni wanawake. Watu wa kwanza kuona aliyefufuka haiko wanaume, ni wanawake. Wa kwanza ambao walimgusa aliyefufuka ni wanawake, sio wanaume. Ile saba wanaume magale wanalala kama blanketi zao kwenye walikimbilia sijui. Wa kwanza ambao walisemesha Kristo ni wanawake. Watu wa kwanza ambao Kristo alisemesha ni wanawake, si wanaume. Mwanamke na ufufuo. Wa kwanza ambao Yesu alisemesha ni wanawake. Wa kwanza ambao walisemesha Yesu ni wanawake. Heko wanaume? Si wazome, tulisha kimbia yetu. Watu wa kwanza kuresevoir, kupokea mission na Yesu ni wanawake. Na hiyo mission tunaisoma kwa Mathayo 28 sura yake ya 10. Yesu akawaambia, si mmeniona? Mkimbie sasa, mwenda ambia ndugu zangu wende Galilaya, huko ndiko wataniona. Hawakuwa wanawake, hawakuwa wanaume, ni wanawake. Sasa ndugu yangu,
Yesu anatuma wanawake waende anonse, waende tangaza kama amefufuka, lakini wewe uko na wakataza kuanonse kama amefufuka. Na injili bila ufufuko ni bure. Narudi kusema nguvu za injili ni ufufuko wa Kristo. La puissance de l'évangile c'est la résurrection. Makasi ya evangile eza kosekwa lisekwa na Yesu. Me huo ufufuko ulitangazwa na wanawake. Me leo tunawakatalia. Wenye Yesu alituma watangaza kitu, leo tunawaambia wasitangaze. Na nyie wa mamamu mnanishangaza. Wanawake, Yesu aliwatuma mtangaze ufufuko. Na sisi wanadamu tunawakataza. Kuma sasa mnakubali za vya wanadamu, mnaacha vya Mungu. Yesu mwenyewe aliwatuma. Tangazeni. Acha niongeze na nimalize. Yesu hata angezaliwa na bikira. Yesu hata angezaliwa na mimba ya kibikira. Anafanya miujiza na miujiza hata mingi kushinda yenye alifanya. Anakufa. Hangelifufuka. Angekuwa sa Mahome, angekuwa sa Kimbangu, angekuwa sa Musa, angekuwa sa Confucius, angekuwa sa Bahá'u'lláh, angekuwa sa Branamu, angekuwa sa Rutherford, angekuwa sawa wale wengine wote ambao wali saba Masua, saba Ibale Mbonge na wengine wote. Lakini nguvu za injili ni ufufuko. Nguvu za injili ni ufufuko. Aliyefufuka Kristo Yesu amefufuka, na ameambia wanawake mwende kutangaza kama nimefufuka. Na kwa sababu amewatuma wanawake watangaze kama amefufuka, msikubali wa mama mwanadamu yeyote yule, hata angekuwa pasteur, hata angekuwa bishop, hata angekuwa monseigneur, hata angekuwa mareshal, hata angekuwa nani, hata angekuwa nani, angekuwa pape, msikubali awakataze, awazuie kutangaza ufufuko wa Yesu, kutangaza injili ya Yesu. Yesu Kristo mwenyewe amewatuma. Bwana awabariki, Bwana nibariki, Bwana kubariki, Bwana abariki sote katika jina la Yesu. Amen.